Pacome kukosekana kwake ameathiri staili ya uchezaji wa Young Africans. Hata mashambulizi yao Young Africans yalikuwa yanaanzia pembeni, kwa maana upande wa kulia unamkuta Isla Patrick Mwenda, upande wa kushoto Mohamed Hussein Zimbwe. Yes, ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, karibu sana. Mimi ni Diego Mashuhuri, naoza meli za ukombozi. Niko sambamba kabisa na Yusufu Katalambula. Kubwa zaidi mezani ni kuhusiana na Young Africans. Kama mbio za ubingwa zinazidi kukalia kutikavu, mara baada ya kuwakosa nyota muhimu, yes, ambao pangua kwenye kosi cha kwanza, unawapata, si ndio? Yes, uti wa mgongo wa timu. Tunaziweka vipi mbio za Young Africans, na tueleze sababu ya kila nyota mmoja kukosekana ndani ya Young Africans kwa hivi sasa? Young Africans kwa hivi sasa, hiyo tunasema ni changamoto ambayo wanapitia, na miongoni mwa sababu ambazo zinafanya tuamini ni changamoto kutokana na mpinzani wake jinsi alivyo kwa hivi sasa, kwa maana klabu ya Simba. Tumeona kwenye mchezo ambao wamecheza wenyewe kwa wenyewe, Simba kuna namna fulani hivi wamebadilika, wameonekana kuimarika, lakini pia wanaonyesha kwamba uhitaji wa kufanya vizuri msimu huu unaonekana. Hii inatia pressure kwa Young Africans, na kubwa zaidi ni baadhi ya mechi kadhaa ambazo wamecheza Young Africans. Hatuwaoni wale Young Africans wale ambao wamekuwa wakifanya vizuri kwenye michezo ya huko nyuma, baada ya wao kuwakosa baadhi ya nyota. Anakosekana Pacome Peodo Zouzoua, sababu ni injury ambayo aliipata katika mchezo dhidi ya JS Kabylie, na daktari wa timu amesema kwamba anaendelea vizuri, lakini bado hajaweka wazi ni muda gani ambao anaenda kukosekana. Kwa mchezo wa kesho dhidi ya Singida Black Stars hatakuwepo. Pengine labda baada ya mchezo huo tunaweza tukapata majibu ya kile ambacho kinaendelea kumuhusu Pacome Peodo Zouzoua. Lakini mchezaji mwingine ni Damaro. Tunajua Damaro Kamara ametoka klabu ya Singida Black Stars, amekuja Young Africans kwa mkopo. Kwa hiyo kwenye kipengele ama mkataba ambao wamekubaliana kwamba kikutana wenyewe kwa wenyewe, mchezaji huyo hatakuwa na nafasi ya kuweza kushiriki katika huo mchezo. Kwa hiyo inakuwa sababu ya Damaro kukosekana. Lakini mchezaji mwingine ambaye anakosekana ni Dickson Job, kapteni msaidizi. Alipata injury katika mchezo dhidi ya Simba Sports Club, na taarifa ambayo tumeipata anaenda kukosekana kwa miezi miwili kutokana na injury ambayo ameipata. Kwa hiyo nikirudi kwenye kile ambacho umekizungumza kwamba kinaweza kikatia mashaka kwenye safari yao ya ubingwa, kwa sababu ndani ya muda huu ambao wanawakosa baadhi ya nyota, wanaenda kukutana na michezo migumu. Wa kwanza ndo huo dhidi ya Singida Black Stars. Tunajua Singida Black Stars licha kuwa hawajaanza vizuri msimu huu, lakini hizi timu zikikutanaga na timu kubwa tunajuaga jinsi gani ambavyo wao wanabadilika. Kwa hiyo kwangu mimi sitafsiri kama ni mchezo rahisi, kwangu ni mchezo mgumu, kwa sababu ukiwataja wale majianti wanne kwa sasa ni Premier League, lazima utamtaja pamoja naye Singida Black Stars, mbali na Simba pamoja na Azam na mwenyewe Young Africans. Lakini pia ndani ya muda huo pia kuna mchezo wa Dar es Salaam Derby dhidi ya Azam FC upo ndani yake. Kwa hiyo unaweza ukaona mchezo ambao sio mrahisi. Tunajua Azam kutanaga na Young Africans, kwa hiyo kwangu mimi inaweza ikatia mashaka, ingawaje pia Young Africans bado wana wachezaji ambao wamekuwa bora, lakini pia wana wachezaji ambao wanaweza kureplace vizuri, ingawaje pia tumeona kwenye mechi kadhaa ambazo replacement ya Pacome Peodo Zouzoua bado kama haijapatikana vizuri, kwa sababu ile shape ya uchezaji Young Africans inakosekana. Kwa hiyo ndo sababu ya Young Africans kuwakosa hao nyota watatu kwenye mchezo dhidi ya Singida Black Stars. Yanga itaathirika vipi kwa kuwakosa nyota hao watatu, kuanzia kwenye mchezo ambao huko mbele yao dhidi ya Singida na kuendelea mbele? Nadhani kikubwa ambacho Young Africans wataathirika ni style ya uchezaji, kwa sababu kuna namna fulani timu inatengeneza mashambulizi kwenye base yake. Kila timu ina huo mfumo. Kuna wengine ambao wanatengeneza mfumo wa build up from the back, kwa maana wale ambao mashambulizi yao yanaanza kuanzia nyuma, kwa maana goalkeeper ataanza na mabeki wake wa pembeni ama ataanza na beki wake wa kati, anasogea namba 6, wanaipeleka timu mpaka inafika juu,
lakini kuna timu ambazo wao wanatumia mipira mirefu wakitegemea mawinga wao ama namba 10 ambaye ana speed, lakini pia wapo wengine ambao mashambulizi yao yanaanza kwa namba 6 kwa maana katikati ya eneo lao. Young Africans wakati wa kabla ya hizi mechi 3 kama 4 ambazo amekosekana Pacome Peodo Zouzoua, tumeona hata mfumo wao umebadilika. Mwalimu Pedro Gonçalves ametoka kwenye 4-2-3-1 amekuja kwenye 4-4-2 ili kuipata balance ya eneo la ushambuliaji, kwa sababu kukosekana kwa Pacome Peodo Zouzoua yeye ndo alikuwa kirainishi katika timu ya Young Africans, lakini mara kadhaa yeye alikuwa muamuzi wa kuamua kwamba tunacheza vipi na tunatengeneza vipi mashambulizi. Ndio maana umeona kukosekana kwake tu hadi mfumo umebadilika, mwalimu anacheza na masteka wawili ambapo huko nyuma alikuwa afanye hivyo. Kwa hiyo wameathiri style yao ya uchezaji. Haikushangazi watu kusema kwamba Young Africans sasa hivi haichezi vizuri kwa sababu kuna mtu ambaye anakosekana. Haya maneno yamekuja baada tu ya Pacome Peodo Zouzoua kiwango chake kuporomoka, lakini kukosekana katika mchezo ndo maneno yamezidi kuongezeka zaidi. Kwa hiyo athari ambayo naipata ni kubadilika kwa style yao ya uchezaji, lakini kitu kingine ni mwalimu kuja na mfumo mpya ili kuweza kumfavor yeye kuweza kupata matokeo. Sasa kwenye haya mabadiliko ambayo unayafanya inategemea opponent ambayo unacheza naye. Kuna baadhi ya mechi Young Africans ameshinda sio kwa sababu ya kucheza vizuri ama kudominate mchezo, bali ameshinda kutokana na quality ya wachezaji ambao wapo nao, lakini pia udhaifu wa timu pinzani ambao anacheza nao. Mchezo dhidi ya Namungo tumeona Young Africans vile ambavyo amestruggle. Pengine labda kama waamuzi wangekuwa makini, labda tungeona matokeo tofauti na yale ambayo yametokea. Lakini mchezo dhidi ya JKT Tanzania wameshinda goli 5, lakini si kwamba walikuwa bora sana, bali udhaifu wa JKT Tanzania na vile ambavyo amekuja. Tunamjua mwalimu Ahmed Ally amekuwa ni mzuri sana kwenye kuzuia, lakini katika ule mchezo pengine labda aliona kwamba Young Africans labda dhaifu, lakini alikuja hakumheshimu. Alikuja kana kwamba anacheza na timu ya kawaida. Hii ikapelekea yeye kuweza kupoteza kwa idadi kubwa ya magoli. Lakini ukija mchezo wao mwisho ambao wamecheza dhidi ya Simba, tumeona Simba jinsi ambavyo wao wamedominate. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba lazima kuna mabadiliko yatokee kiuchezaji pale ambapo unaingiza mfumo mpya. Tumeona hata misimu kadhaa nyuma wakati Yusuf Dabo anahama kwenye mfumo wa mabeki wanne na kuja kwenye mfumo wa mabeki watatu. Alijaribu dhidi ya Young Africans, akapata kichapo cha magoli 4 katika mchezo wa ngao. Baadaye akarudi kwenye shepu yake na mchezo ambao alikuja kwenye ligi tuliona Azam aliweza kupata ushindi. Kwa hiyo mwalimu anapobadilisha mfumo itategemea na opponent ambaye anakutana nao. Anaenda kukutana na Singida Black Stars. Kuna vitu ambavyo Singida ni timu bora, timu nzuri, lakini akichezaga na Young Africans kuna mambo ambayo sakaki kuyaamini, lakini kuna vitu vinanifanya viniaminishe. Unaweza kumuona Singida alikuwa bora anaenda kucheza na Young Africans ukasikia kawapumzisha nyota wake kwa ajili ya mchezo wa CRDB Federation Cup. Unaweza tukakutana nacho kitu kama hicho. Kwa hiyo kukutana kitu kama hicho unaona kabisa Young Africans anaenda kupata ushindi kirahisi. Lakini kama Singida atakuja tough, quality ya wachezaji ambao yupo nao inaweza kawa ni mchezo mgumu sana kwa Young Africans. Wakati huo pia zinasalia kama wiki 1.5 kwenda kukutana na mchezo dhidi ya Azam. Kama bado ataendelea kuwa hivi, basi inaweza kawa changamoto kwa Young Africans. Nataka nikupitishe ndugu mtazamaji kwenye yale ambayo yanazidi kuchukua nafasi kwa ukubwa zaidi, na hivi sasa mwenyekiti wa wasemaji ndugu Ali Shaban Kamwe ametoa andiko lake. Huu upotoshaji unaofanywa na huyu kijana mnapaswa kuukemea mara moja. Amefanya vyombo vingi vya habari vimetoa taarifa ya uongo leo kuhusu jambo hili. NB waandishi pia muwe mnasoma kanuni zinapofanywa marekebisho. Mchezaji mwenye kadi 4 za njano ndio anakosa mchezo unaofuata na sio kadi 3. Na so far hakuna mchezaji yoyote wa Yanga aliyefikisha kadi 3 za njano. Kukosa mchezo ni mpaka ufikishe kadi 4. Lakini so far mpaka sasa hakuna hata aliyefikisha kadi 3. Semaji anamaliza hivi na amepigia mstari kwamba Asinki na Damaro wamo, kwa maana atakuwepo.
si ndio? Huyu issue yake kwanza hivi Damaro ni Mtanzania? Na wewe umerejea huko tena Katalambula Yusuf. Ujue Diego, wewe mbona kama una shida binafsi na Damaro? Sina shida binafsi. Katalambula kuna maslahi unayapigania. Mimi nataka nimsaidie Damaro. Wewe kuna maslahi unayapigania. Amna. Tuambie unapigania maslahi ya nani? Mimi napigania maslahi ya Damaro. Kwa sababu gani? Damaro ujue, tuwe wa kweli, kiwango chake kimeshuka kwa asilimia kubwa sana. Mechi moja. Sio mechi moja. Mechi karibu 3. Yaani tangu ulivyoanza sakata la kuelekea dabi ile Simba, Damaro amekuwa ameonekana zaidi kwenye kucheza faulo kuliko kwenye kufanya intercept na kwenye kutengeneza mashambulio. Yaani sio yule Damaro ambao Young Africans walikuwa wanamchukua kutoka Singida. Kuna namna fulani amedrop. Mbona sijaona? Unaona nini? Hapo alipo drop. Stats zake umeangalia Damaro? Kwa sababu kama ni kuvunja kuni hivyo, amevunja tangu anafika Yanga. Kwenye Mapinduzi tumemwona amevunja sana kuni. Na mpitie Damaro wa Singida na Damaro wa tangu lilivyoanza sakata la dabi kwamba Simba wanaweka pingamizi kwa Damaro kujua kwamba ni Mtanzania au si Mtanzania. Yaani kutoka pale hadi hapa Mtanzania ndo anatakiwa anakuwa na kibali cha kucheza. Yaani psychologically kuna namna fulani anaathirika. Mimi naamini Damaro kuna kitu ameathirika. Ukitaka kuamini hivyo, kuna wakati yani hadi wao Young Africans wanakuwa na hofu ya kumchezesha. Kama mechi ya JKT Tanzania walikuwa na hofu ya kumchezesha. Pengine labda angepata takadi akakosekana katika mchezo wa dabi. Kuna namna fulani anamchezesha kwa tahadhari. Hiyo ni kuonyesha umuhimu alionao. Acha umuhimu, tahadhari. Wewe sasa hivi nikwambia unitajua wachezaji wenye umuhimu watatu, utamtaja Damaro ndani ya Yanga? Kataa. Taja watatu. Djigui Diarra namba 1. Damaro. Kuna kile chuma kimeumia kinakaa nje miezi miwili. Sasa si watatu umesema? Ndo naendelea. Djigui Diarra, Damaro, Pacome. Ile base ya mabeki pale, kwa maana Dickson Job pamoja na Yanga na mtaji mkubwa sana wa mabeki kuliko kiungo cha kati. Mtoe Damaro pale. Unajua Yanga imepata tabu sana eneo la katikati. Wakati wapo akina Balakonte nani, yani hakukuwa na yule mtu kwamba eneo la katikati linacheza hivi, beki zinalindwa hivi, mpaka alipokuja Damaro. Duke Abuya afanya kazi yake vizuri. Sasa Duke Abuya hana matumizi ya Damaro. Wewe mwenyewe unalijua hilo. Yani Duke Abuya hatumiki kama Damaro anavyotumia, kwamba yeye anakaa pale chini, alafu Damaro anapokaa anamuona Duke na Mudathir juu hapo. Yaani ipo hivi. Si ndio? Mbona Young Africans yeye ndio anakaa na walinda wale mabeki na viungo hawa. Yaani Damaro yeye juu yake, Duke Abuya juu yake amuoni Damaro. Okay. Nakuja kuuliza. So, Damaro kabadilisha nini Young Africans kwenye uchezaji? Ameongezea confidence mabeki nyuma. Yaani umeona Young Africans imebadilika baada ya kuja kwa Damaro. Kabisa. Kabla ya wao kufikiwa. Kubadilika kuna mawili. Kuna kubadilika kwa tofauti na nyuma. Yaani kwa maana nyuma walikuwa wanacheza vizuri, sasa hivi umebadilika au umeongeza kitu. Yanga bila Damaro na Yanga Damaro. Ipi bora? Alafu hata hapo tunaposema kwamba Damaro kama amepuyanga hivi kwenye mechi, tuseme tutolee mfano mechi ya Simba, si ndio? Hem, tuiangalie mechi ya Simba. Tuiangalie mechi ya Simba. Damaro kazima mechi ya Simba. Yani mchezaji wa Young Africans ambaye alikuwa bora hapo namgusa Djigui Diarra. Sio peke yake. Wapo wengine lakini walicheza average. Max yakuwa vile. Dube. Damaro alionekana kwa sababu muda mwingi sana yeye ndo alikuwa analazimika kutuliza ile pressure kutokana na uwezo alokuwa nao Yusuf Kagoma na Alassane Modo Kante. Baada ya kushushwa Ino Loemba ndo kabisa Damaro akaonekana. Kuna baadhi timu ikiwa dhaifu wanaonekana zaidi mabeki, kiungo namba 6 kutokana na pressure ambayo wao wanaipitia. Lakini kwangu mimi naamini Damaro ni bora kuliko vile ambavyo upo hivi sasa.
Tunaweka nukta hapo. Tumetoka kuangazia wachezaji muhimu ambao watakosekana ndani ya Young Africans na kwa kipindi gani watakosekana. Mimi ni Diego Mashuhuri, nilikuwa na Yusufu Katalambula. Tukutane wakati mwingine tuweze kupitia yale yanayohusu michezo. Hapa tunaweka nukta kidogo, tutarejea. Asante sana.